Mnamo mwaka 2022 tulikuwa na agenda ambayo tulikuwa tunazungumzia agenda kuhusu kivuko cha mto Mtembwa, ambacho hiki kivuko kinaunganisha kata ya Kaengesa na kata ya Liangalile, ambayo ina vijiji Kalole, Katonto wanategemea kivuko hiki. Kwa agenda hiyo tuliipitisha kwa wajumbe serikali ya kijiji cha Mkunda. Baada ya kuipitisha, tukaijadili na tukaipitisha moja kwa moja ikakubalika. Tukaingia kwa wananchi kuwachangisha mchango kila mwananchi shilingi 500. Baada ya kufanikisha huo mchango, basi tulinunua miti baadhi, na baadhi mheshimiwa diwani naye tukampelekea wazo hili kama anaelea wananchi wa kata yake. Mheshimiwa diwani alikubali hoja hiyo na kuitikia na kutuchangia miti ya kutuongezea kutengeneza kivuko hapa, na pia alitununulia misumari kwa ajili ya kufunga hili daraja. Hili daraja tulikuja kulikamilisha mwaka 2022 hiyo, wananchi wakaanza kuvuka 22 mpaka 23. Mwaka 2023 basi kulikuwa mafuriko ya mvua, hili daraja likaja kusombwa na maji, miti yote ikawa imepotea mpaka sasa, lakini mheshimiwa diwani hajakata tamaa. Mimi baada ya kustaafu amekuja kukaa na serikali ya kijiji cha Mkunda, na pia akachangia miti ya kuanza tena kutengeneza kivuko mara ya pili, na hiyo miti amenunua kwa mheshimiwa Ferdinand Shilingi, mkazi wa kijiji cha Mkunda, anakaa kitongoji cha Kipoko. Kwa hiyo mimi naitwa Ferdinand Zakaria Shilingi, nimemuuzia mheshimiwa diwani miti ya kivuko cha mto Inaluzi ili atusaidie tunapohangaika wakati wa masika, wakati tunapovuka kwenda vijiji vinavyounganishwa Kalole na Katonto, kata ya Sandulula na kata ya Liangalile. Voice FM.